Ndani mwako ni nani anayefanya amani? Ni Mungu ndiye anayefanya amani. Mungu ndiye anayeleta amani. Mungu ndiye anayeitengeneza amani katika nyumba yako. Mungu afanye amani kwenye 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 nyumba yako. Rasakataba loria kayamansiata. Mungu afanye amani kwenye ndoa yako, amani kwa watoto wako. Aitengeneze amani ya kudumu kwenye nyumba yako. Aitengeneze amani ya kudumu kwenye familia yako. Aitengeneze amani ya kudumu kwa watoto wako. Lembrosia kayanda. Chochote kinachovuruga amani, chochote kinachoondoa amani kwenye nyumba yako na kusababisha migogoro isiyoisha, kusababisha magomvi yasiyoisha, kusababisha vita visivyoisha. Baba na mama wanapeana talaka, baba na mama wanagombana kila siku, watoto kwa watoto wanagombana kila siku, watoto wanagombana na wazazi. Hiyo roho nimekataa leo kwa jina la Yesu Kristo. Nimekataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Nimekataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Raba anasema ndiye afanyeye amani mipakani mwako, akushibishaye kwa unono. Huwezi ukashiba unono kama una amani. Unaweza ukaekewa vyakula vya kila aina mezani, lakini hivyo vyakula vinaweza visiwe vitamu kwa sababu hakuna amani. Mahali popote penye amani, chakula kinakuwaga kitamu. Hata kama utakula ugali na mchicha utakuwa mtamu. Ugali na mchicha ni mtamu kuliko ugali na nyama za kuchoma pasipo amani. Chakula wakati kuna amani kinakuwaga kitamu, lakini chakula wakati hakuna amani akiwagi kitamu. Ndio maana leo kuna watu ambao hata wakikaa mezani hamu ya kula haipo, maana hakuna amani. Lakini amani ikiwepo, hata kama mezani kutakuwa na uji, hata kama mezani kutakuwa na ugali wa kawaida, hata kama mezani kutakuwa na chakula cha kawaida, hicho chakula nakwambia kitakuwa kitamu na watu watakula, watashiba. Usipokuwa na amani huwezi ukashiba. Hata upelekwa kwenye 5 star hotel, 8 star hotel, upelekwa kwenye 12 star hotel, hauwezi ukapata amani, na chakula chake hakiwezi kuwa kitamu. Hata leo useme tukuletee chakula gani unachokipenda, lakini kama hauna amani kwa chakula hakiwezi kuwa kitamu. Lakini utakapokuwa na amani, tukileta chakula chochote utasikia kikuwa na amani. Ndio maana anasema ya kwamba ndiye afanyeye amani mipakani mwako, akushibishaye kwa unono wa ngano. Anayekushibisha. Amani inasababisha unashiba. Amani inasababisha unaongezeka. Amani inaleta uzito ndani yako. Raba shata raba. Kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 25 mstari wa pili. Ayubu 25 mstari wa pili. Ayubu 25 na mstari ule wa pili. Anasema enzi na hofu zi pamoja naye. Enzi na hofu zi pamoja naye. Ufanya amani katika mahali pake palipoinuka. Ufanya amani. Ni Mungu anafanya amani. Mahali popote ambapo Mungu hayupo, hapo mahali hapawezi kuwa na amani. Watu wote tunajua ya kwamba shetani ndiye mvuruga amani. Shetani akipata access eneo lolote, jambo la kwanza analofanya ni kuiondoa amani. Eneo lolote ambalo unaona amani imeondolewa, kwenye hilo eneo hakutakuwa na mafanikio, kwenye hilo eneo hakutakuwa na baraka, kwenye hilo eneo hakutakuwa na kuongezeka, kwenye hilo eneo hakutakuwa na hatua. Manake utaona siku hadi siku ni kuna poromoka, uchumi utaporomoka, afya zitaporomoka, maisha ya watu yataharibika. Lakini mahali popote ambapo pana amani, utaona kuna improvement, utaona maisha ya watu yanaendelea, utaona ya kwamba kuna maendeleo makubwa yanaingia mahali hapo, na utaona hapo mahali panainuka na utukufu wa Mungu unakuwa mkubwa. Shetani tunajua ya kwamba yeye ndiye baba wa migogoro yote, yeye ndiye mwanzilishi wa migogoro yote. Na leo ninasimama katika jina la Yesu Kristo, katika madhabahu ya Bwana, chochote kinachozaa migogoro, chochote kinacholeta migogoro ndani ya nyumba yako, ndani ya familia yako, ninakikemea kwa jina la Yesu Kristo. Roho yoyote inayovuta migogoro, inayoleta migogoro, ninaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Razawa Remozi akayaba Rosa katabagados. Zaburi sura ile ya 35. Zaburi 35 na mstari ule 47. Zaburi sura ile ya 35 na mstari wa 47.
Andika hapo kwenye comment, andika neno amani. Andika neno amani kwenye comment hapo. Andika neno amani. Na kama una mahitaji yako, anza kutuma mahitaji yako. Tuma mahitaji yako kwenye inbox kupitia namba hiyo ya 0744757673. Tumia namba hiyo kutuma mahitaji yako kupitia 0744757673. Tutapata muda kuweza kuyaombea. Lakini pia wale watu ambao mko nje ya nchi, mnaweza mkatumia namba hiyo hiyo kwa WhatsApp, lakini mnaweza mkaanza na alama ya kujumlisha 255, alafu kwenye WhatsApp pale unaweka namba hiyo hiyo, unaanza na alama ya kujumlisha, unaweka 255, alafu unaweka 744757673. Namba hiyo hiyo utanipata kwa WhatsApp sasa hivi, na naweza kusoma mahitaji yako na naweza nikakuombea. Lakini andika kwenye comment hapo neno amani, neno amani, ili tuweze kuflow pamoja. Zaburi 35 mstari ule wa 27. Zaburi 35 mstari wa 27. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Rabashataraba. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Zaburi 35 mstari wa 27. Zaburi 35 mstari wa 27. Kuna watu wanafunguliwa wakiwa nyumbani. Neema ya Mungu inapita inawasaidia watu wakiwa nyumbani. Watu wanapona wakiwa wako nyumbani. Chochote ambacho kimeletwa kwenye maisha yako na shetani kwa sababu ya amani yako kuvurugika, magonjwa yaliyoletwa na shetani kwa sababu ya amani yako kuvurugika. Kuna magonjwa huwa yanaletwa na shetani kwa sababu ya amani kuvurugika. Magonjwa kama ya pressure, depression, magonjwa ya vidonda vya tumbo na magonjwa mengineyo ya mifupa yanaletwa kwa sababu mtu ana amani. Leo ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, magonjwa yote yaliyozaliwa kwa kukosa amani, magonjwa hayo yaondoke katika jina la Yesu Kristo. Yaondoke kwenye familia yako, yaondoke kwenye nyumba yako, yaondoke kwa watoto wako, yaondoke kwa mume wako, yaondoke kwenye kazi yako. Magonjwa ya aina yoyote yaliyozaliwa kwa kukosa amani, kwa kukosa furaha, rorabashaka yandarebosia lemrosia kaya baba. My Father, we thank you. Zaburi 35 mstari wa 27. Zaburi 35 mstari wa 27. Anasema washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Na waseme daima, atukuzwe Bwana apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Atukuzwe Bwana anayependezwa na amani ya mtumishi wake. Yuko Mungu anayefurahia wakati tunafurahi. Yuko Mungu anayependezwa wakati tuna amani. Nimekuja nikuambia hapa, shetani ndiye anayefurahi wakati anaona migogoro. Kunapokuwa na migogoro kwenye nyumba yako, kunapokuwa na migogoro kati yako na mke wako, kati yako na watoto wako, kati yako wewe na jamii yako, shetani anafurahia sana, lakini Mungu anahuzunika sana. Maana Mungu tunayemtumaini ni Mungu wa amani. Anapenda kuona familia yako ina amani, anapenda kuona wewe na ndoa yako mna amani.
amani. Anapenda kuona wewe na dada yako na kaka yako mna amani. Anapenda kuona wewe na watoto wako mna amani. Lakini wakati amani inatoweka, shetani huwa anafurahiaga sana. Usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, chochote kinachozalisha migogoro, chochote kinacholeta mapigano ndani ya nyumba yako, kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kiachilie hiyo nyumba, kiachilie hao watoto, kiachilie hao watoto, kiachilie hiyo ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Rashakataba risakatabagada lemrosakayaba. Zaburi 37 mstari wa 37. Zaburi 37 mstari wa 37. Tunakwenda kumaliza, lakini kama una mahitaji yako, andika mahitaji yako. Ninaona mahitaji hapo, wengine wanaandika kwenye WhatsApp na naona mahitaji yao. Wale mnatumia WhatsApp, andika mahitaji yako. Tunapata muda wa kuweza kuwaombea. Ninawaona hapo watu mbalimbali ambao mnakuja kwa njia ya WhatsApp, lakini pia ninawaona hapa watu wengine mnaokuja moja kwa moja kwa njia ya simu ya kawaida. Ndiyo, ninawaona hapa mnaokuja kwa njia ya simu ya kawaida, lakini nataka andika mahitaji ulionayo usiku wa leo, tuweze kuomba rosa kabagadia. Zaburi 37 anasema, umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Kuna vitu vinavyozaa amani, kuna vitu vinavyozalisha amani katika maisha ya mtu. Mtu yoyote aliye mkamilifu maisha yake atakuwa ya amani mwisho wake. Mtu yoyote aliye mnyofu lazima maisha yake atakuwa na amani. Kuna vitu huwa vinavuta amani kwenye maisha ya mtu binafsi, na kuna vitu huwa vinavuta amani hata kwenye familia. Leo nimekuja kukuambia fuata hizo principle zinazoleta amani. Fuata hizo hatua zinazoleta amani ndani ya familia yako. Unajua kuna vitu vinazaga amani kwenye familia. Kwa mfano, cha kwanza ni kumcha Mungu. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Unapomcha Mungu, familia yote inayomcha Mungu, hiyo familia lazima amani itakuwa granted, lazima amani itakaa hapo. Lakini jambo lingine ni kufuata principles za kawaida. Tukua mkweli katika mambo ya familia. Panahitajika ukweli, lakini pia panahitajika upendo. Hivi ni vitu ambavyo vinaleta amani. Panahitajika msamaha wa haraka. Na mimi niwewe kufundisha na nitakuja tena kuelezea hapa. Msamaha ni kwa ajili yako. Msamaha sio kwa ajili ya yule unayemsamehe. Msamaha ni kwa ajili yako. Unapoamua kusamehe ni kwa faida yako, sio faida ya yule unayemsamehe. Narudia tena, unapoamua kumsamehe mwenzako, unapoamua kumsamehe kaka yako, unapoamua kumsamehe dada yako, unapoamua kumsamehe mtu fulani kwenye maisha yako, ni kwa ajili ya faida yako. Msamaha ni kwa ajili ya faida yako, sio faida ya yule unayemsamehe. Usikubali moyo wako ukagubikwa na uchungu. Usikubali moyo wako ukagubikwa na uchungu kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu ya watu fulani. Hiyo ni hasara kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho na katika maisha yako. Ndio maana lazima uwe ni mtu mwenye uwezo wa kusamehe kwa haraka sana. Unaposamehe kwa haraka sana, kuna vitu vinakuja kwenye maisha yako, kuna baraka utaziona. Maana Mungu hawezi akakaa mahali ambapo watu wana moyo wa uchungu, hawezi akakaa. Master Jesus, we thank you. Thank you Father. Zaburi 37 anasema, umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Lakini Zaburi 72, nimalizia hapo. Zaburi 72 mstari wa 7 anasema, siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapopomoka. Hata mwezi utakapopomoka, anasema siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi. Mtu mwenye haki huwa anastawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapoisha. Maana yake kuna amani inaruhusiwa kwenye maisha ya mtu mpaka mwezi utakapoisha. Mimi ninakutabiria kwa jina la Yesu, mwezi huu amani ya Bwana ikae juu yako. Mwezi huu amani isitoweke. Amani ikae kwenye nyumba yako, amani ikae kwenye kazi yako, amani ikae kwenye biashara yako, amani ikae kwa watoto wako, amani ikae kwenye masomo yako. Roho yoyote inayo